Leo tumeona kuna press kati ya timu ya Simba na timu ya Dar es Salaam Young African kwa upande wa mashabiki. Kuna mechi ambayo inakuja ambayo itapigwa katika uwanja wa KMC. Kwa upande wao kama meneja, taarifa zimesha kufikia na wao watakuwa miongoni mwa wadau kukipiga katika mchezo huo. Hata mimi nimeona kwenye press kama ulivyoona wewe. Kwa hakuna taarifa yoyote ndani ya meza yako? Hapana. Kwa hatutegemei kuona huo mchezo? Siwezi kusema tutegemei kwa sababu taratibu za booking za uwanja zinafahamika. Kwa hiyo kama watafuata taratibu za booking za uwanja wanaweza wakafanya. Ila kama taratibu zitafuatwa basi kwa upande wetu sisi sidhani kama tunaweza tukawapokea, ila kuwa na taarifa hapana bado. Lakini sidhani kama wao wana upungufu wa akili kiasi kwamba kuita press kufikisha taarifa. Inawezekana kai imefika, kwa upande wangu mimi haijanifikia, lakini kwa mizani kwangu mimi bado haijafika. Wanaanza kupaua kabla kujenga msingi. Nimesema inawezekana kama imefika kwa sababu msimamizi wa uwanja huu namba 1 ni mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni. Kwa hiyo hata mtu anaweza kaomba akaandika barua kule then kaja kashuka kwangu, inawezekana. Inawezekana kama ameanza kule then nikapewa taarifa mimi, hilo linawezekana. Lakini kwa upande wangu mezani kwangu, kwa maana kwenye taarifa zangu mimi bado sina hiyo taarifa. Lakini kwa upande wa uwanja unaofanya vizuri, maana tunashukuru Mungu, ndio uwanja unaofanya vizuri na ndio uwanja unaotumika sana. Kwa hiyo katika hilo asante. Kuna ugumu gani kuweza vilabu vikubwa vya Simba na Yanga ukiwa na viongoza, ukiwa kama meneja kutumia uwanja huu? Kuna ugumu wowote? Hakuna ugumu na hakuna wepesi, kwa maana kikubwa ni kuzingatia tu kanuni na sheria, kwa maana hata wao wanapokuja hapa wana miongozo yao na wana miongozo ya wasimamizi wa ligi. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi hakuna ugumu huo, kwa sababu wote wanafuata kanuni na sheria ambazo zimewekwa kwa ajili ya ligi yao ambao wanakuja kucheza na kuisimamia. Kwa hiyo hakuna ugumu mkubwa kwa sababu wote wanafuata kanuni. Meneja, tumeona kwamba uwanja wa KMC upo katikati ya jiji la Dar es Salaam, uko Mwenge, lakini pia changamoto kubwa ni kuchezwa mechi za mchana. Tumezoea sasa hivi imekuwa kama kawaida kwa nchi yetu ya Tanzania. Baadhi ya viwanja tunaona Dodoma wanacheza usiku. Kwa upande wao kama meneja, labda tutarajie kuona ligi itakaporudi kuona kwamba mechi za usiku zikarejea katika uwanja wa KMC? Tuombe Mungu, kwa maana katika maongezi yangu yaliyopita huko nyuma niliwahi kusema kwamba tuko site na mafundi wako site. Hata hizi taa zilikuwa hazijasimama bado, na matarajio yetu yalikuwa baada ya ligi kusimama, maana yake dirisha dogo likipita kuanzia mwezi Januari tutacheza mechi za usiku. Bado statement yangu itabaki kwa ile ile. Kama mipango yetu itaenda kama ilivyo au itaendelea kama hivi inavyoendelea, basi tukisharudi kwenye mwezi Januari naweza kuanza kucheza mechi za usiku kwa wale wenye uhitaji. Kwa wale wenye uhitaji anaweza kurejea kwenye mechi za usiku, lakini tumeona mmejipanga vipi kama meneja kuhakikisha kwamba taa hazizime? Tumeona Dodoma kile ambacho kimetokea. Nyinyi kama KMC Complex mmejipangaje, na wewe ndiye meneja mwenye kipandule? Miongoni mwa sababu zinazofanya mpaka leo tusianze kucheza mechi za usiku, mpaka nikikwambia tusubiri mpaka Januari, ni hiyo mipango ambayo wewe unaiulizia hapa. Kwa hiyo ukiona kwamba tumekuwa tayari tunacheza mechi, maana tuko tayari kuhakikisha kwamba hizo kasoro hazijitokezi, kwa maana taa zimeshafungwa na umeme upo. Kwa hiyo ningesema kwamba tuko tayari sasa tukawasha huo umeme tukatumia, then akatokea yale yaliyotokea kwa wenzetu ambayo si mazuri, haiti picha nzuri kwenye ligi yetu. Kwa hiyo mpaka nimekwambia mpaka huo iko kipindi kikifika na mipango yetu ikienda sawa, maana sisi kama management tuhakikishe kila kitu kimekaa sawa ili kusitokea hizo consequences ambazo zimetokea kwa wenzetu. Leo tumeona kuna press kati ya timu ya Simba na timu ya Dar es Salaam Young African kwa upande wa mashabiki. Kuna mechi ambayo inakuja ambayo itapigwa katika uwanja wa KMC. Kwa upande wao kama meneja, taarifa zimesha kufikia na wao watakuwa miongoni mwa wadau kukipiga katika mchezo huo? Hata mimi nimeona kwenye press kama ulivyoona wewe. Kwa hakuna taarifa yoyote ndani ya meza yako? Hapana. Kwa hatutegemei kuona huo mchezo? Siwezi kusema tutegemei kwa sababu taratibu za booking za uwanja zinafahamika. Kwa hiyo kama watafuata taratibu za booking za uwanja wanaweza wakafanya, ila kama taratibu zitafuatwa basi kwa upande wetu sisi sidhani kama tunaweza tukawapokea, ila kuwa na taarifa hapana bado. Lakini sidhani kama wao wana upungufu wa akili kiasi kwamba kuita press kufikisha taarifa. Inawezekana kai imefika, kwa upande wangu mimi haijanifikia, lakini kwa mizani kwangu mimi bado haijafika. Wanaanza kupaua kabla kujenga msingi. Nimesema inawezekana kama imefika kwa sababu msimamizi wa uwanja huu namba 1 ni mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni. Kwa hiyo hata mtu anaweza kaomba akaandika barua kule then kaja kashuka kwangu, inawezekana. Kama ameanza kule
then nikapewa taarifa mimi, hilo linawezekana, lakini kwa upande wangu mezani kwangu, kwa maana kwenye taarifa zangu mimi bado sina hiyo taarifa. Kuna huyu mtu ambaye anatamani labda kufanya harusi yake katika uwanja wa KMC. Inawezekana, na kama inawezekana labda kuna utaratibu wote ambao wanapaswa kufuata kwa shughuli mbalimbali kutumia uwanja wa KMC? Hapa kwa sasa hivi nitatumia ngeli, nitasema itawezekana. Siwezi kusema inawezekana. Kwa nini nitatumia ngeli itawezekana? Nimetumia ngeli ya nyakati hapa kwa maana wakati ujao. Unavozungumza kuna hizi phase za maboresho ambazo zinaendelea, na tuna phase hii ya mwisho ambayo tunafuatilia issue ya pitch cover. Kwa baada ya hiyo itawezekana kufanya tukio lolote, iwe tamasha, iwe ngumi, iwe harusi, iwe unataka kuja kucheza muziki humu, vyovyote itawezekana. Kwa hiyo soon enough itawezekana.